Sababu 4 zitakazomfanya mume wako afikirie kuoa mke wa pili. Ni vitu ambavyo wanawake wengi huwa wanajikuta wanaingia kwenye majuto, na hii ni kwa sababu hawajafundishwa na hawaelewi kwa nini mume wangu aidha anachipuka, aidha anatongoza nje, aidha anafikiria kwa mke mwingine. Yani wanakuwa kama forced, wanakuwa kama wanalazimishwa wanaume kujikuta wanafikiria wanawake wa nje, wanafikiria michepuko, wanafikiria malaya. Na wengi wanawake wanasema ana roho tu ya uzinzi. Kumbe hana roho ya uzinzi, ila yeye vitu anavyofanya vinamforce mwanaume kwenda kufikiria kuwa na mke wa pili, yani nyumba ndogo. Sasa mambo ambayo yapi ambayo yanamforce ama yanamsukuma huyu mwanaume kujikuta anafikiria jambo kama hilo? Mwanamke, kuwa makini, nisikilize hadi mwisho, utajifunza kitu. Na kama unataka ubaki peke yako kwenye ndoa, yani mwanaume wako umkamate masikio asifikirie wanawake wa nje, basi sikiliza hata mwisho, utapata kujifunza kitu na anza kuyafanyia kazi. Cha kwanza, mwanamke kukosa unyenyekevu. Mwanamke unapokosa unyenyekevu, unamfanya mwanaume wako anaanza kufikiria wapi ambapo anakwenda na atanyenyekewa. Mwanaume ameumbwa katika hali ya kunyenyekewa. Yani ndio maana unaweza ukakuta baba mwenye nyumba anatoka na house girl. Kwa nini? Kwa sababu ile house girl amekaa katika mfumo wa kunyenyekea. Moja analipwa pesa na moja ni mdogo ama wa makamu fulani ambao anaona hadhi yake hailingani na baba mwenye nyumba. Kwa nini? Kwa kale ka unyenyekevu mwanaume anakafurahia sana. Ka unyenyekevu kale mwanaume anaka. Kwa hiyo mwanamke ukikosa kale ka unyenyekevu, manake unaanza kumforce mume wako kwanza kufikiria wanawake wa nje, kutoka nje, na kufikiria kabisa ni heri nikaoa mke wa pili na maisha yakaenda. Kwa hiyo kama hutaki hiyo hali impate mume wako, basi hakikisha hii cha kwanza hiki unakifanyia kazi effective kabisa vizuri. Mazila ya pili ambayo unaweza ukayaishi wewe mwanamke uliyeolewa kwenye ndoa yako, ukamdrive mume wako kufikiria kuwa na mke mwingine, ni kujionesha kwamba unamzidi kitu fulani. Mwanamke unapoanza kujionesha kwamba unamzidi aidha maarifa, aidha fedha, aidha uchumi, aidha uzuri fulani, aidha elimu, mwanaume huwa hapendi yale mazingira. Kwa hiyo ukianza kuyaishi yale mazingira kujionesha unamzidi kitu fulani, unaanza kufanya wapi afikiria atakapofika, alafu amanage, yani yeye atawale, au kama supervisor, manager, aweze kuonekana kana kwamba yeye ndo kila kitu na yeye ndo last say. Kwa hiyo ukiishi yale mazingira itakufanya ama itamfanya kuanza kufikiria vitu vya kutoka nje. Lakini mazingira mengine ni mazingira ya tendo. Mwanamke, ukitaka pia mume wako afikirie kwa mke wa pili ama kutoka nje, unapoanza kumwadhibu mume wako kwa kumnyima tendo, kwa kumwambia usiniguse, usinishike, usinifanyie hivyo, mimi sipendi kufanya mara kwa mara, anaanza kufikiria wapi haja zake anaweza kuzipeleka na zikafikizi maeneo fulani, zikatulia vizuri, zakashiba vya kutosha. Ni sasa na kwamba unakuwa na mbwa nyumbani alafu mpi chakula cha kufanya, hawezi akavumilia ama akasubiri kufa. Atatafuta chakula mahali popote, kwenye majalala ama kwa jirani atatafuta chakula. Na ndivyo mwanaume anapokosa kushiba ndani, anaanza kutafuta wapi nitakwenda kushiba. Kwa hiyo ukiliishi hili jambo la kumwadhibu ama kumnyima tendo, manake unaanza kumforce kufikiria kutoka nje na kufikiria wanawake wengine, anaweza akaongeza mke wa pili. Kwa hiyo usije unasema akaingiwa na pepo. Hapana, pepo ndo wewe mwenyewe. Lakini kitu cha tatu na cha mwisho ni kwamba mwanamke anapoanza kuishi kwa tabia ya kubu, tabia ya kuongea sana, tabia ya kulalamika, tabia ya kisasi, tabia ambayo inaweza kumfanya mwanaume akaanza kujihisi kana kwamba amekosea. Kumbe mazingira kama yale yanaanza kufanya mwanaume anaanza kufikiria kutoka nje. Anaanza kufikiria tu,
anafikiria bora tu nitoke nje nikapate huko nje vitu ambavyo havina gubu, haviongei sana. Unajua mwanamke anapoongea sana, mwanaume yale mazingira huwa yapendi. Kwa hiyo huwa anatafuta maeneo ambapo atakwenda, atasikilizwa, ataongea pointi zake zaisha, na atapata kusikilizwa na kutiziwa haja zake kwa wakati. Mazingira kama yale mwanamke akianza kuyafanya ya kuongea sana, kwa na gubu sana, unaweza mkakorofishana leo, alafu mwanamke akaanza kuishi na chuki, revenge, visasi mara kwa mara, mwanaume huwa hapendi na furahi hali. Kwa hiyo inamfanya anaanza kufikiria ni heri nikatoka nje nikaenda kutuliza moyo wangu. Kwa hiyo mwanamke, hakikisha umelewa na anza kufanya kazi hivi leo.